Bwana asifiwe. Nashukuru sana Mungu wetu ambaye amekuwa mkarimu ndani ya wiki nzima, ambaye amekuwa pamoja nasi, akatulinda, akatutunza. Ikampendeza tuweze kukutana katika viwanja hivi siku ya Sabato, siku ya pekee katika maisha yetu. Ninashukuru sana makanisa haya, makanisa manne na wazee wao na mchungaji, kwamba walikubali tuje kuhudumu katika makambi haya. Ninashukuru sana wote ambao wamehusika kufanikisha makambi haya, kuanzia walimu wa watoto kwenda wahubiri wote na washiriki wote, kuhakikisha makambi haya yamefika mahali tulipo siku ya leo. Mungu awabariki. Naomba nianze mahali, kwa sababu nimekuwa nikihubiria watu just a quarter ya watu walio hapa siku ya leo. A quarter, in fact less than a quarter ya watu ambao wako hapa. Nataka nione wale watu wamekuja kutusaidia kufunga makambi. If you believe you are in the presence of God, inua mkono kwamba umekuja leo. Na kama uamini usiinue. Kama uamini uko mbele za Bwana usiinue. Na kama unaamini uko mbele za Bwana, inua mkono leo ndio umekuja. Asante sana. More than 3/4 of the congregation. Ninataka niwaambie hivi. Makambi tulifunga jana, leo ni Sabato. Wale wamekuja kutusaidia kufunga makambi, mumefanya vema, lakini mumechelewa na some hours. Na kwa sababu mumekuja kutusaidia kufunga, tunatarajia nyinyi ndiye mtaenda na funguo. Kwa hivyo next makambi 2021, kama Kristo hajarudi, mkunje mfungue. Bwana asifiwe. Pastor Mugendi ako na kitu kwa ajili yako siku ya leo. Wewe umekuja kufunga. Tulifunga lakini umefanya vizuri kuja, ili uweze kubarikiwa na watu wa Mungu ambao wamekuwa katika makambi throughout the week. Nikiwa hapa mbele, I can tell who was there and who was not there. Ninashukuru sana kwa ajili ya walimu wetu wa watoto. Na ndio nilisema, nikaambia elders wangu tulio nao hapa, sitaki mtoto nyuma, ninataka watoto hapa, kwa sababu watoto ndio walikuwa makambi. Siku ya leo ni siku ya pekee kwetu sisi wote kwa ujumla. Mungu ako na kitu, bado Mungu apungukiwi. Nashukuru waimbaji kuwa na nyimbo za pekee ndani ya wiki, na hata leo mumeonja. Sisi tungekuwa ni watu wa ile dunia ya nje, wangemaliza kuimba tukasema diitima, lakini hatuwezi sema diitima, tunasema namna gani? Amina, kwa sababu nyimbo zimekuwa nzuri. Siku ya leo ninataka nichukue nafasi hii niwakaribisheni katika fundisho letu la siku hii, ambalo tutaona vile tutaenda. Kazi yake Mungu bila ya manunguniko. Tengenezo, why should we talk about revival and reformation? Na tuliona tunaitwa kwa sababu tunahitaji katika masuala yetu ya kiroho. Tukaona every time tunaposimama kuzungumza juu ya revival and reformation,
tunaongea juu ya spiritual decline, ya kwamba katika masuala yetu ya kiroho kuna shida, na ndipo tunaitwa katika uhuisho na matengenezo. Siku ya Jumanne tuliongea kwa nini matengenezo sehemu ya pili, why revival part 2, na tulikuwa tunazungumza juu ya kitu kinaitwa conformity versus compliance. Tukaona watu wa Mungu ambao wameitwa kwa jina la Mungu, wote wanakuja wanakaa mbele zake Mungu, lakini wanapolinganishwa na dunia wanafanana na dunia exactly in their dress, in their talking, in their business, in whatever they do, wanafanana na ulimwengu. Conformity versus compliance. Siku ya Jumatano tulisema the book that was lost, the book that was misplaced is now with us, but the book is almost now misplaced again amongst us. And when the book is found, it is misinterpreted, it is misused. Tukaona hivi, kuna watu wengi kanisani saa hii wamekaa, wamenyosha miguu, lakini ukiwauliza wanaamini nini, hawana habari. Asilimia kubwa ya kina mama 98% hawajui wako kanisa la Waadventista wa Sabato kufanya nini. Rudi kwa wanaume, asilimia kubwa ya wanaume hawajui wako kanisa la Waadventista kufanya nini. Na ndipo tuliona hivi, kanisa la Waadventista si sawa sawa na makanisa mengine. Nikakwambia hivi, utaona vile watakavyokuwa wamechanganyikiwa. Siku ya Alhamisi tuliongea juu ya the book is with us part 2, na tulikuwa tunaongea juu ya the effects of true doctrine in our lives. Tunapofundishwa ukweli, tunapojua ukweli, tunapojua tunaamini nini, tunashikilia, na ukweli unatuweka huru, and that's where we make a difference. Vijana wetu wengi ambao ni sehemu kubwa ya kanisa hili, ukiwauliza tofauti ya kanisa la Waadventista wa Sabato na makanisa mengine, wanasema wao wanajua tofauti ni kwamba sisi tunaenda Sabato, wale wanaenda Jumapili. Na kama hivyo ndivyo unajua, you are very far from the truth. Kwa sababu gani? Tuna makanisa mengi yanayotunza Sabato. Kama unjui Pasaka ya kweli unayokula ni gani? Kwa nini ule mkate usiotiwa chachu? Kwa nini unywe divai isiyotiwa chachu? Kwa nini ulibatizwa kwa maji mengi? If you do not have a reason, ndugu yangu, you are very far from the truth. But at the end of the day tuliona hivi, the effects of that true doctrine, when the people know the truth, inafanya kina mama, wazee waweze kuwa sober minded, wakae kanisani wakishikilia imani, wakishikilia kanisa. Inafanya kina mama wazee wawe sober minded, wasiwe watu wa kusengenya. Tukaona wasaidie kina mama wandogo kutunza waume zao na watoto wao. Tukaona itasaidia vijana wetu kuwa sober minded in the church na kujua wako kanisani kufanya nini. Si kwamba anafuata baba, si kwamba anaendaka kwa sababu anaimba youth choir. No, ako na sababu ya kwa nini yeye ni mshiriki katika kanisa hili. Jana tukazungumza juu ya divine reconnection, na jana tulikuwa tunaongea juu ya a call to live the holy life. Mungu anatuita, hata kama tumeenda mbali na yeye, hata kama tumetanga mbali na yeye, anatuita tena atuunganishe na yeye tena. Bwana asifiwe. Anatuita atuunganishe na yeye tena. Hajachoka kuita. God is calling. He want to reconnect us again to him. He want to reconcile us again to him. Na siku ya leo, ndugu zangu, ninakuletea somo linaloitwa the power of the changed mind. Nguvu ya mawazo ya akili iliyobadilika. Hapo ndipo nitakuletea somo. The key Sunday tutaipata katika kitabu cha Matthew chapter 21 from verse 28 to 31. Inasomeka hivi. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza
akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. Akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Verse 30, akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, naenda Bwana, mbali asiende. Nataka unifuate vizuri. Yesu anauliza swali verse 31. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa kwanza. Basi Yesu akawaambia, amini na waambia, watosha ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunaomba. Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema wako. Roho wako Mtakatifu anene nasi sasa katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Ukisoma fungu la 31, sikiza turudia hadithi hii kwa kifupi. Yesu anatoa mfano kwa Wayahudi. Anawafundisha, and every time utakapoona Yesu akitoa mfano, Yesu akitoa a parable was meant to teach something within another lesson. Yesu kuna kitu anafafanua, kwa sababu Wayahudi waliamini wao ni wa baba yao Ibrahimu, na wao wataingia katika ufalme express by the virtue of being the sons of Abraham. Na ndipo anawapa mfano huu. Amewaambia mtu mmoja alikuwa na vijana wangapi? Wangapi? Wangapi watu wa Mungu? Wawili. Na huyu mtu ako na shamba. Then he went to the first son. Akamwambia kijana, fanya hivi leo hii, nataka uingie katika shamba la mizabibu ufanye kazi. Yule kijana akasema, sifanyi. Sitafanya. Lakini baadaye akakaa akafikiria, wacha nifanye. Akaenda akafanya. Lakini kwa sababu baba akiondoka aliacha kijana wa kwanza amekataa, alienda kwa kijana wa pili. Naye kijana wa pili akamwambia, vivyo hivyo nenda kafanya shamba. It is just like ndugu yako nimemwambia afanye, amekataa. Sasa wewe fanya nini? Nenda. Naye kijana akasema, mzee, sina shida, nitaenda. Lakini hakwenda. Swali linauliza, ni nani kati ya vijana wawili aliyefanya mapenzi ya baba? Wayahudi wakamwambia, yule wa kwanza, kwa sababu alisema siendi na akaenda. Wale ambao wameenda shule, kuna neno ambalo Yesu amezungumza hapa. Amesema, amini na waambia, watosha ushuru na makahaba wanatangulia, present continuous tense. Sio kwamba wata ama wali. Hiyo ni ngeli gani? Wanatangulia, that is a present continuous tense. Watosha ushuru na makahaba wanaingia kila siku, wanaingia kila dakika katika ufalme wa Mungu, mbele ya watu wanaoitwa watu wa nani? Wa Mungu. Ni nini Yesu anataka kusema? Hawa vijana wawili ni kina nani? The two sons. Who are the two sons here? By those two sons, our Lord intended to represent the conduct of Jews and that of the publicans and sinners. Mungu wetu anataka aonyeshe tabia ya Wayahudi na tabia ya watu walioitwa watu wa mataifa, Wayahudi waliowahesabu wenye dhambi. Then anapowauliza munaonaje, what do you think about a man who had two sons? This was a way of speaking designed to direct the audience particularly to what he was saying, that they might be self-convicted. Yesu anawauliza unaonaje. Anapowauliza unaonaje, anataka wanapomjibu jambo hilo lirudi kwao. It is a rebound. Ukichukua mpira ugongeshe ukuta, rebound inakuwa nafasi kubwa na itarudi kwako. Kweli si kweli?
So Yesu anapowauliza mnaonaje, anataka katika maoni yao wajihukumu wenyewe. Na ndipo unaona the interpretation of the parable. Tunapojaribu kutafsiri hii mfano ni kusemaje? The first son represents the publicans and the heralds. That is the virus, the prophets and the worst sinners. They openly immoral who publicly refuse to obey God. Mpendwa msikilizaji wangu, kijana wa kwanza aliambiwa nenda kafanye kazi katika shamba la nini? La mizabibu. Akasema ninaenda. Akasemaje? Siendi. Lakini baadaye akafanya, akaenda. Kijana wa kwanza anasimamia wa dhambi, watu ambao sisi tulio kanisani tukiwaangalia tunaona hawawezi kubalika katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Kila wakati sisi tunakaa tukinyosha kidole. Wapendwa, juzi niliuliza swali kanisani na nitaliuliza tena hata kama ninatumia kipaza sauti. Mara nyingi utapata sisi tuliokaa hapa, just because tumekuja Sabato, tunadhani somebody else who is in Catholic Church ni mwenye dhambi na hata vaa mbinguni. Ni kweli si kweli? Hapo mnaniangalia. Because you think by just sitting there inakutosha kwenda wapi? Mbinguni. Unapotunza amri ya Sabato umebakisha zingine ngapi? Mnaongea hapa amuongei tufunge mkutano. Ukitunza ya Sabato umebakisha zingine ngapi? 9. Kumbuka hiyo ndugu yangu. Wayahudi walikaa wananyoshea watu wote kidole. Na ndipo unaona Yesu alipoenda na wanafunzi wake katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4, anataka kuongea na mama Msamaria. Aliambia wanafunzi wake, nyote chukueni pesa muende sokoni mkanunue ranch. Ilikuwa inanunuliwa ranch kiasi gani? Iliyobeba wanaume 12. Do you know why? Ni kwa sababu Yesu aliona kulingana na hawa wanaume nilio nao hapa na mtazamo wao kwa mtu wa nje, hawata niruhusu niongee na huyu mama Msamaria ninayetaka kuokoa saa hii. Ndiye akawaambia nyote fanya nini? Ondokeni. Na Biblia inasema hivi, waliporudi wakakuta Yesu akiongea na mwanamke. Biblia yangu inasema wakashangaa. Wakauliza, kumbe alikuwa anatutuma tuende tukafanya nini? Tukanunue ranji na yeye ako na mpango ya nani? Yake. Ninataka nikuulize, Yesu angekuwa mshiriki wetu, angekuwa kwa ushirika? Yesu angekuwa mshiriki wetu, angekuwa kwa ushirika? Hapana. Ndipo unaona huyu Yesu kwa sababu ya kunyosha kidole, mwanamke kahaba amekunja na mafuta ya bei na amekuja tena ameinama kwa Yesu. Na hawa wanafunzi wakaanza kupiga hesabu. Siku ile nyingine alitutuma tukanunue ranch. Leo hii huyu ni mwingine amekuja kumtawadha miguu na nini? Na ina waajabu. Akasema atabuka Yuda akasema, na hii mafuta si ingeuzwa ingesaidia masikini jamani. That is how we are. Wayahudi walikaa wananyoshea watu wa nje, watu wa mataifa. Na ndipo unaona the first son represents wale watu wa nje, wale ambao. The second son represents the scribes and the Pharisees who professed to obey God, observing the external rites of the religion, but opposed the reality of the kingdom of God. Wacha nikwambie, kijana wa pili anawakilisha waandishi na mafarisayo ambao walionekana kwa nje, wanajua kutunza Sabato, wanajua kutoa zaka na sadaka, wanajua mambo ya kanisa, lakini mambo yote ni ya nje. Mambo ya nje ambayo
tayari imepingana na yule Mungu wanayekiremu wanafanya nini? Wanamjua. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. What is the implication of the parable? Verse 31. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa kwanza. Basi Yesu akawaambia, amini na waambia, watosha ushuru na makahaba wanaingia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Hiyo ni kusemaje? When we look at what we call the design and the scope of the parable, ni kusema the publicans and the harlots represent the worst sinners, the worst sinners, and the worst sinners who, upon hearing of the Christ doctrine, upon listening, upon watching the miracles of Christ, did repent and believed, were in much better condition than the proud Pharisees, who thought they pretended to have the great measures of knowledge and high degrees of holiness, yet did obstinately oppose Christ, disobeyed his doctrine, denied his miracles, and said, not this person. Wacha nikwambie, Wayahudi, makahaba na watosha ushuru ambao wanaingia katika ufalme wa Mungu mbele yetu, wanaingia kwa sababu gani? Makahaba na watosha ushuru wenye dhambi wako na nafasi ya kuakomodeti injili ya Kristo. Bwana asifiwe. I want to tell you the truth. If I take my Bible, niingie kwa mbaa, walevi wote wataweka pombe chini wasikilize pastor. Do you know that? Lakini nichukue Biblia, niingie kanisani, people do not even have time to listen. By the way, it is not a wonder, hata tukitoka hapa kuna mtu ajui nilisoma fungu gani kuu. Kuna mtu hata njua. Hata ukimuuliza pastor alikuwa anazungumzia topic inaitwa nini anjui. Because he ako hapa lakini hayuko hapa. The Pharisees, Wayahudi, pretended to know, pretended that they knew. Kama vile tuliona tuko na watu wengi kanisani wanaojiamini, wanaochukulia ya kwamba wanajua wanachokiamini, lakini wako mbali. It is exactly the way the Pharisees and the scribes and the Jews took it. Lakini makahaba na watosha ushuru wanaamini injili ya Kristo. I want to tell you, there are some people out there, kuna watu huko nje ambao wanaonekana wenye dhambi, ni makahaba, watosha ushuru, wengine wanapiga wengine ngeta, wengine ni wezi sugu wa bunduki, wengine ni wa aina yote, wengine ni warevi, wengine ni drug peddlers, but upon hearing the gospel of Christ wataamini mbele yako ukiwa kanisani. Hapo niseme amina? Ati amen. Hapo ni amen kweli? Kama wataamini mbele yangu wa kumwamini Kristo na kufanya mapenzi yako mbele yangu, hapo ni mahali pa kusema amina. Watu wa Mungu, hapo ni mahali pa kusema amina? Hapana. That is a very critical condition. Sisi tulio kanisani tunaweza kosa ufalme, si kwa sababu hatujasikia, ni kwa sababu tunajiamini. The first son said, I will not.